Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yangu. Ni matumaini yangu hamjambo na ni wazima wa afya. Nimefurahi tena kuwa mbele ya macho yenu kwa mara nyingine tena, na si kwa ujanja wangu bali ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo sina budi kumshukuru Mungu kwanza kwa kuniwezesha tena kuwa hapa mbele ya macho yenu. Na niwashukuru nyie ambao mnaendelea kunisupport mpaka sasa hivi. Sina cha kuwalipa zaidi ya kuwaletea mambo mazuri, na nawaahidi kila siku napenda kutoa ahadi ambazo namuomba kila siku Mungu aniwezeshe niweze kuzitimiza. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa wale wote ambao wanaendelea kunisupport kwa hiki ninachokifanya. Lakini pia kwa wale wageni kwenye channel yangu, naomba usisahau kubonyeza hiyo button ya subscribe ambayo iko hapo chini, ili uwe mmoja katika wale watu ambao watakuwa wanapata video zangu haraka sana. So wapenzi wangu, leo nimekuja na video ambayo ni tofauti kidogo, ambayo I hope kwa namna moja ama nyingine itaweza kuwasaidia wale ambao wana struggle, hawajui kuna baadhi ya vitu hajui achague nini, yani kwa wale ambao wana struggle katika kuchagua baadhi ya yangu. Ya leo nitazungumzia perfume ambazo nazipenda sana. Ziko nyingi perfume ambazo napenda, lakini sina uwezo wa kuzimiliki zote ambazo napenda. Lakini katika zile ambazo namiliki, ziko ambazo nazipenda sana. Zote nazipenda lakini zinazidiana. Kwa kusema kweli mimi ni mtu ambaye napenda sana kunukia. Sana 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 sana. Kwa wanaonijua wanajua, jamani mimi napenda napenda sana perfume sana. Na naweza nikapuliza perfume, yani naweza saizi nikaa nimepulizia perfume, alafu naenda chini labda naenda kwenye gari pia nikapulizia perfume kabla sijafika sehemu ambayo naenda. Yani napenda sana kunukia vizuri. Kama unavyojua mwanamke kunukia bwana, kunukia ni kila kitu. Lakini kunukia sio tu unukie, hata kama unanuka jasho then ukajipaka perfume, no. Perfume pia zina utaratibu wake. Lazima kwanza uwe msafi wa mwili wako na nguo zako, then ndo unaweza kutumia perfume. Kwa sababu kuna wale watu ambao unakuta mtu ni mchafu, labda ananuka jasho, anahisi akipulizia perfume ndio itakata ile harufu ya jasho ama harufu mbaya ambayo labda ananuka kwa wakati huo. Unaanza kwanza kujisafisha mwili wako, then ndo unaweza kupaka perfume. Na perfume pia zimezidiana. Kuna perfume za kila aina na kila nyakati na sehemu pia ambayo unataka kwenda. Kuna perfume kali na kuna perfume ambazo zinanukia kawaida, simple, na yani perfume zimezidiana katika kategori nyingi sana. Binafsi yangu mimi huwa sizingatiagi perfume ya sijui ya winter, sijui ya summer, no, huwa sizingatii. Perfume ambayo naikuta labda nimeipenda ndio hiyo nachukua. Kwa hiyo once ni mara moja tu ambayo niliwahi kwenda kununua perfume na nilikuwa nasafiri. Kwa hiyo wakaniuliza, kwani unasafiri unaenda wapi? Nikamwambia naenda Afrika. Wakasema kuna perfume ambazo ni za sehemu ambayo kuna jua. Kwa hiyo wakanichagulia perfume, nitawaonesha. Ni nzuri sana. Yani sijui niwaambie. Kwa hiyo nisiwachoshe na maneno mengi. Acha tuende kwenye video yetu. Kwa kuanzia kabisa nitaanza na perfume hii hapa ambayo ni Giorgio Armani, lakini private. Wana collection ambayo ni ya private na pia huwezi kuipata kwenye maduka yote. Kwa mfano kwa hapa Belgium, sehemu ambayo waga tunanunua ni Brussels. Sijui kwa miji mingine, lakini kwa huku kwetu mji wetu hakuna, mpaka uende Brussels. Harufu zake ni harufu ambazo huwezi kuzikuta kwenye perfume nyingine. Wamejaribu kutoa kitu ambacho kitakuwa ni cha kipekee. Yani hizi ni perfume ambazo ni very unique. Yani huwezi kuwakuta watu wengi wanatumia. Kwa mfano kama vile let's say mfano wa 1 million, Lady Million kama sijakosea. Ni perfume nzuri sana, inanukia vizuri, lakini unaweza kukuta watu wengi yani ni harufu ambayo inajulikana kwa watu wengi. Lakini hii ya Giorgio Armani ya private ni kipekee, na hii inaitwa Vert Malachite. Vert Malachite ni kijani, ina mchanganyiko kama wa viungo, udi, yani ni harufu fulani hivi ambazo
Yani ziko so unique. Hii perfume nikiwaambia ninayo kwa muda gani, hamtoamini. Nafikiri sasa hivi imetimiza mwaka. Yani naipuliziaga kiduchu, ishakuja na Bongo mara 3 kwa watu ambao wananijua Bongo wananijua hii perfume. Yani naipuliziaga kidogo kwa sababu kwanza ni kali, alafu ina harufu ya kipekee, sweet, nice, kama udi fulani hivi. Kwa kweli I love this perfume, na pia na bei yake pia iko kama ilivyokuwa, na ni 100 ml. Huwezi kupata kwa mililita ndogo, yani zinauzwa kwa mililita 100 tu. Inaitwa Rouge Malachite, Vert Malachite, ni ya Giorgio Armani Private. Perfume nyingine ambayo nitaizungumzia, hii bado ni mpya. Hii pia ni moja ya collection ya Giorgio Armani za Private. Kwa hiyo kuna hizi, mimi nazo hizi mbili. Nishawahi kuwa na ya blue yake. Kwa na blue yake pia inanukia vizuri. Kwa hiyo hii pia ni Giorgio Armani, ambayo pia harufu yake jamani, Mungu wangu, yani tofauti. Hii hapa harufu yake inaenda kama kwenye nazi, yani kama kwenye nazi. Ni so unique, yani ni harufu ya kipekee. Huwezi kumkuta mtu ananukia hii harufu. Rouge Malachite. Rouge ni Kifaransa, nimeelewa tu neno rouge. Rouge ni nyekundu. Kwa hiyo hii ni rouge na hii ni vert, ambayo ni kijani na nyekundu. Hizi perfume my life. Sababu kwanza ni very expensive, alafu na harufu zake ni unique. Huwezi kumkuta kila mtu anayo. Yani katika wanawake 10 unaweza kujikuta wewe peke yako ndo unanukia hii harufu. Ni za Giorgio Armani na ni nzuri sana. Perfume nyingine ambayo naipenda sana. Nilikuwa naipenda nyeusi yake, lakini na hii imekuja pia imechukua moyo wangu. Ni hii hapa, ambayo pia ni ya Giorgio Armani. Giorgio Armani, yeah, wananifurahisha sana. Na hii pia ni Giorgio Armani, ambayo ni C ya pink. Jamani, kaka perfume ni katamu, yani kako so sexy, kako so romantic. Yani ukipaka hii lazima, ukipita pembeni ya mtu lazima ageuke akuangalie kwanza, the way umevaa, akuangalia ulivyo, kwa sababu ni perfume fulani hivi so amazing. Yani so amazing kwa kuenda dates, kuenda dinner, sijui baby nini unaenda yani ni perfume ambayo unaweza kwenda nayo hata kazini. Hizi sio za kila siku. Hizi ni perfume ambazo unapaka sehemu ambayo ni maalum, special. Yani sio perfume za kuoga kila wakati. Hii pia ni perfume ambayo unaweza kwenda nayo hata kazini, unaweza kwenda nayo out, umetoka na marafiki zako na nini. Hii perfume ni nzuri sana, nanukia vizuri sana. Oh my god. No. I just love it. Naipuliziaga kama vile mtoto. Kwanza akipaka perfume yangu lazima nijue. Naweza nikaa nimekaa sebleni, alafu labda mdogo wangu amekuja hapa amepulizia. Lazima, Kurusumu, umepaka perfume yangu. Yani lazima ni feel kama kuna mtu ameshika kitu changu. So nice and sexy, yani beautiful. Kwa wale wanaopenda perfume, hii hapa na recommend. Hizi ziko expensive kidogo, yani so kila mtu anaweza ku afford, lakini ukijaliwa, yani kwa mfano mtu anataka kununua zawadi, mjaribu kuomba hii. Ama ukijaliwa pia, kama una uwezo unaweza kuchukua, ziko nyingi. Yeah, then hii hapa na kurecommend kwa wewe msichana ambaye unajipenda, unataka unukie yani kiana mke fulani hivi expensive nini, classic. Jamani, Giorgio Armani, I love it. Perfume nyingine ambayo naipenda, ndo nifanya nianze kupenda perfume za Giorgio Armani, ni hii hapa, si nyeusi. Oh my Lord have mercy. Hii ni baada ya kutumia hii ndo nikaja ikatoka hii. Kwa hiyo hii ndo ilinifanya nipende hii. Harufu zinataka kuingiliana, lakini kila moja ina utofauti wake of course. Lakini hii pia ni one of my favorite. Yani sitaki kuikosa tu kwenye perfume collection yangu. Nanukia vizuri. Yani nanukia vizuri sana. Pia ni ya Giorgio Armani, wana mililita 100, mililita 50 na mililita 30. Hii hapa ni mililita 50 na hii ni mililita 100. No tofauti.
Kwa hiyo hii pia na recommend, yani ni nzuri sana. Nyingine ambayo ninaenda kuonesha ni perfume hii hapa ambayo ni ya Elisab Nuit Noire. Hii perfume nilinunua mara kwanza nilinunua South Africa. Oh my god, hii harufu yake waga inani remind kitu ambacho I don't know, sijui niseme. Ni perfume ambayo ina historia kubwa sana kwenye maisha yangu, na kila nikisikiliza hii harufu napatwa na simanzi, mawazo, inanirudisha kwenye wakati ambao. Perfume nzuri sana sana sana, na zimeshatoka nyingi tofauti sijawahi kuzitumia, lakini hii sasa hivi ni mara pili naitumia, na jamani ni perfume nzuri sana jamani. Hata sijui ni wadisieje, yani sijui yani sijui yani harufu kila nikisikia inanifurahisha sana. Elisab Nuit Noire ni nzuri sana kwa kuendea harusini, unaweza ukapaka kuendea out, unatoka unaenda labda for dinner wapi. Na recommend hii perfume pia ni nzuri sana. Hii ni mililita 90. Ya, ni mililita 90. Hakuna mililita 100. Kuna mililita 90. Ni nzuri sana. Elisab Nuit Noire. Perfume nyingine ambayo nitaenda kuwaonesha ni perfume hii hapa ambayo ni Soir Dorian, Hubert Isabelle Dorian Eau de Parfum. Ni ya Sisley. Hii perfume jamani unakaona kalivyokuwa ni kadogo. Hii ni mililita 30 lakini inauzwa euro 100. Hii ndo nitawaambia bei. Hizi nyingine sitaki hata kutaja, lakini nawaambia bei kutokana na the way kalivyo. Ni kadogo, nakaona, lakini kana maajabu. Yani katika perfume ambazo sitakagi kuzigusa kila siku ni hizi perfume 3. Hii perfume ndo niliambiwa kwamba ni nzuri kwa wakati wa jua, yani kwenye nchi ambazo zinajua, kwa sababu humu kuna mchanganyiko. Maana huyo dada explain vitu vilivyomo humu kwenye perfume. Nilikuwaga na mililita 50, na sasa hivi kwa kuwa sina pesa nikanunua mililita 30, kwa sababu mililita 30 ni euro 100. Kwa hiyo mililita 50 ni much more, mililita 100 ni much more. Kwa hiyo ina mchanganyiko wa viungo, yani kuna credo, kuna viungo, sijui kuna ilikiliki, sijui udi, yani ina harufu fulani ya kipekee, yani ya kipekee. Nilikuja nayo Bongo mwaka 2016 kama sijasahau. Nilikuja nayo Bongo, ndo mara kwanza nimekuja Bongo nikaambiwa kwamba hii perfume ni nzuri kwa sehemu ambazo kuna joto. Kwa hiyo kwa mfano kama Dubai, Afrika, hii perfume ni nzuri. Jamani, ni perfume nzuri sana, ni ya kipekee, harufu ya kipekee, ina kama viungo, ina kama udi, ina sweet fulani, afu ni kali. Ukipulizia hii perfume for 2 days 3 days, nguo yako inaendelea kunukia. Mimi nina nguo ambazo nimepaka hii perfume. Kuna gauni hili nilivaa kwenye harusi, nikapulizia hii perfume, mpaka leo bado inanukia, na bado tu sijaifua, lakini bado inanukia. Ni perfume nzuri, kali, ambayo ina udi, ina viungo, na uwaga na mix sana na aludi. Naweza kaipaka hii nikivaa labda baibui, nguo za Kiarabu za nini, natumia hii. Inaitwa Soir Dorian ya Sisley Eau de Parfum. Hiyo na mililita 30. Perfume nyingine ambayo nitaizungumzia ni perfume ya Zara, one of my favorite ni ya Zara, na hii ni Gourmand Addict. Ni nzuri, ni cheap, lakini ni tamu, iko so sweet. Ni perfume ya kila siku. Umeenda kupeleka watoto shule, unajimwagia hii. Sijui umeenda dukani, supermarket, unajimwagia hii. Ni nzuri, inanukia vizuri, sweet, imetulia, classic, lakini pia ni cheap.
haina bei. Kwa watu ambao wanajua Zara ziko nyingi, lakini hii ni one of my favorite perfume ya kila siku, especially kuendea shule, sijui umeenda sijui dukani, supermarket, wapi, nimeenda mara moja kwa mama, kwa jirani. Hii hapa Gourmand Addicts, my favorite pia. Perfume ya mwisho ambayo naenda kuizungumzia ni You, ambayo pia ni ya Armani, Imperial Armani. Ni nzuri sana, ka perfume fulani hivi kako classic, kananukia vizuri. Matunda na hizi ziko mbili, kuna You ya wanaume na hii ni ya wanawake. Ka perfume kazuri sana. Yaani kwanza kachupa kake tu unaweza kwenda nako sehemu yoyote. Kuna mililita 100 na hii ni mililita 30, I think. Yeah, hii ni mililita 30. You ya Imperial Armani, In Love With You. Kako sexy, kametulia, yani oh my god. Kakali lakini ni kazuri sana. Yeah, hii pia ni one of my favorite. Kama nataka kutoka, nenda zangu town, nenda zangu wapi, haikosagi, yani haikosi kwenye pochi yangu. Katika perfume zote ambayo napenda kutembea nayo ni hii. Kwa hiyo kama hivi naenda madukani, kwenye maduka nguo, au natoka kidogo hivyo, yani sema ambapo kuna mchanganyiko wa watu mabarabarani, huwa napenda kutumia hii hapa. Ni nzuri pia, ni Imperial Armani, In Love With You. So hiyo ndio ilikuwa collection ya perfume zangu ambazo ni za kizungu, ambazo nazipenda. Sasa hivi nitaonyesha katika upande wa perfume za Kiarabu ambazo napenda. Ziko nyingi, nyingine zimeisha, lakini nitaonyesha zile ambazo kwa sasa ninazo na nazipenda. Na hii hapa ambayo inaitwa Jawad Al-Laili. Nafikiri si ngeni kwenye macho ya watu wengi sana wanaijua. Jawad Al-Laili, hii ni udi kabisa. Yani ukitaka kunukia kiudi. Ni udi, kama unavyoiona ndani kuna vichembe vya vimti vya udi ambavyo vinaifanya iendelee kunukia vizuri. Ni nzuri sana, naipenda. When nikivaa zangu baibui, nimepiga zangu madira yangu, nataka kwa Kiislamu, enda kuswali nini, this is the kind of perfume ambazo huwa natumia. Kuna ni pia waga sometimes na mix na hii hapa, kama nilivyowaambia, hii pia imekaa kiviungo, kwa unaweza ukazi mix na ukanukia vizuri. Hii hapa Jawad Al-Laili, na hii ilitoka Dubai. Kuna mtu alikuwa anaziuza, alizitoa Dubai, ndo nikanunua. It's a very nice. Naona bado iko nyingi kwa sababu siitumii sana. Nikivaga mabaibui nini ndo napiga. Alafu kuna nyingine hii hapa. Hii jamani, hii imeisha. Nilinunua Dubai, imeisha. Niko kidogo na inamalizia pumzi. Hii inaitwa Ibtihal, nayo pia ni perfume ambayo ni ya udi. Hii inanukia vizuri sana. Hii alinipa mama. Oh god. Alinipa mama. Kwa watu ambao wananijua nilikuja nayo Bongo hiyo, wanajua hii ya harufu. Inanukia vizuri sana. Yani Kiarabu imechanganyika kidogo na Kizungu, yani iko so nice. And chupa lake pia linapendeza hata kukiweka kwenye meza, yani iko vizuri. Inaitwa Ibtihal. Very nice perfume. Perfume za Kiarabu sinaga nyingi kwa sababu upatikanaji wake pia sio rahisi kwa huku kwetu. Kwa hiyo kwa mfano imetokea mama ndo mara nyingi huwa anapenda kuagiza, ndo anakuja ananipa. Na nyingine ninazozipenda katika masuala ya Waarabu ni hizi Al-Oud. Ziko mbili. Hizi zilikuwa mbili lakini moja imeshaisha. Nilizinunua Dubai nilivyoenda, na zitumiaga kama dawa. Yani kama hii ni tone tu. Hii inaitwa, wengi wanaijua, inaitwa Kashka. Kashka nafikiri Bongo zipo nyingi tu. Zinanukia vizuri ukizimix vizuri. Ukizimix vizuri na perfume zako za udi unanukia bomba. Hii jamani, hii is my favorite. Hii inaitwa Abdisamad Kurash. Hii nilinunua
na ina kitezo chake kwenye hili duka ambalo nilinunua. Iko hivi na utumiaji wake ni kidogo kidogo. Yaani unaona huu msani niloweka hapa. Hii harufu jamani haiishi. Nanukia vizuri sana sana. Oh my god. Smells so good. Hizi ndo perfume za Kiarabu ambazo huwa napenda kutumia ninapovaa nguo za Kiarabu. Mwanamke kuna ambao mwanamke kunukia bwana. Yaani ni unukie jasho. Na kunukia sio lazima mpaka upake perfume ambazo ni expensive. Unaweza yaani mtu ambaye anajipenda na anapenda kunukia utamjua tu. Hata hiyo ni kitu cha shilingi 100. Lili mradi hata kama ni perfume ambayo unaipaka hapo ukifika pale imeisha. Kwa mtu anayejipenda lazima awe na perfume. Haijalishi ni perfume ya kiasi gani. Kwa hiyo kwa mwanamke jamani, mwanamke kunukia jamani ndio sifa mwanamke, kupendeza, usafi nini, na moja ya usafi wa mwanamke pia kunukia. Nimeona leo si mbaya nikishare na nyinyi perfume ambazo nazipenda, na pengine labda wewe ambaye uko nyumbani unajiuliza ni perfume gani ununue. Hizi perfume ambazo nimeonyesha leo ni perfume ambazo ni nzuri sana kwa wewe ambaye unaweza kuafford. Nakushauri sana ununue, ni nzuri, zinanukia vizuri na utanishukuru mimi baadaye. Kuna perfume moja nyingine ambayo naipenda sana na ndo nimeshaitumia lakini imeisha. Kwa hiyo niko kwenye plan ya kununua. Ziko 2. Lakini kwenye video nyingine nitakuja kuonyesha hizo perfume ni perfume gani. Nikishaziweka mkononi insha Allah, Mwenyezi Mungu akiniwezesha. Nawashukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video yangu. I hope mmeenjoy sana na mmenufaika na mmefaidika. Tutakutana tena kwa wakati mwingine tena, Mungu akitujalia uhai. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali na kuomba ubonyeze hiyo button hapo chini ya subscribe, na ili uweze kuwa mmoja katika wale watu ambao wanapata video zangu kwa haraka. Nawashukuru sana kwa wale wote ambao wamesubscribe channel yangu. Nawapenda sana, lakini pia msisite kucomment, kulike na kushare video zangu ili wote tupate kunufaika. Nawapenda sana na nawatakia siku njema. Kama ni mchana mwema. Kama ni usiku mwema, na kama ni asubuhi basi nakutakia asubuhi njema na siku njema. Bye bye. Kwa mitindo yako hakuna kama wewe, na umbile lako una mfano wewe. Kwa mitindo yako hakuna kama wewe, na umbile lako una mfano wewe. Nafasi yako mwenyewe ni wewe, nafasi dalili yako mwenyewe mpenzi ni wewe. Uko peke yako kwangu wewe jitanue, hauna mwenzako punguza kiwewe. Uko peke yako kwangu mimi jitanue, hauna mwenzako punguza kiwewe. Ni wangu huyo, niacheni kwake sibanuki. Nasema ni wangu mimi, niacheni kwake sibanuki. Kinachonizingua mimi kinachonizingua mimi kwa mitindo umuacha sikubali hata nipige nyuso. Ni walo jamana liwe nimeshakutia mimi na nimeshokiwa, mimi nitadumu kwake milele. Ni walo jamana liwe